Moja, mwanafunzi wangu aliniuliza kwamba ana mtaji wa milioni 10. Je, anaweza kuagiza kupitia hizi website za Kichina au anatakiwa aende China mwenyewe akanunue bidhaa ili kuepuka kupoteza? So kuna kitu shauri wangu mimi kama business coach, kama expert wa kuagiza mizigo kutoka China, endapo una mtaji chini ya milioni 10, ina maana una 500,000, milioni 1, milioni 2, yani chini ya milioni 10, unaweza ukatumia hizi application za kuagiza mizigo kutoka China. Okay, kama 168 Speed au Alibaba, hizo zote ni application nzuri, WeChat, zote za kuagiza mizigo kutoka China. Ukiwa una mtaji mdogo. Lakini imefika wakati una mtaji wa zaidi ya milioni 10, unataka kuagiza bidhaa kutoka China, maana ni mzigo mkubwa huo unaenda kuagiza. Ni lazima uwe na mtu ambaye ataweza kusaidia. Lazima utafute agent ambaye anaweza kwenda kuongea kwa ajili yako. Mfano mzigo ni mwingi, lazima huwezi kununua sawa ile bidhaa bei sawa na mtu ambaye ananunua mzigo wa milioni 1, wewe unanunua mzigo wa milioni 10, eti bei ikae sawa. Kwa hiyo lazima utafute mtu ambaye atakusaidia kunegotiate vizuri. Kwa hiyo unaweza kutafuta mtu ambaye yuko China, ambaye ni agent, ambaye anajua biashara vizuri, aweze kutembelea kile kiwanda cha kununua unachotaka kununua bidhaa, angalie quality nzuri na pia kusaidia kunegotiate kwa bei nzuri. Na endapo utajiridhika na ile bei na ukaangalia soko, maana yake lazima upate faida kubwa tofauti na huyu ambaye anaagiza mzigo ambayo ni kidogo chini ya milioni 10. Kwa hiyo ninakushauri sana wewe ambaye una mtaji wa milioni 10 kuendelea, hakikisha kwamba una agent ambaye anaweza kwenda kukusaidia kuangalia ile bidhaa na kunegotiate kwa bei ya sawa wewe ambaye unanunua mzigo mkubwa. Kingine ambacho cha msingi, unakuta mwingine anasema ana mtaji wa shilingi milioni 50 kwenda mbele. Milioni 50 kwenda mbele, naona ni sawa wewe kununua kusafiri kwenda mwenyewe China na kununua ile bidhaa. Una milioni 100, milioni 50 kuendelea, ni budget nzuri ya kusafiri, kwa sababu most of the time ukiimport mizigo kutoka China, faida mara nyingi ni 30% kuendelea. Kwa hiyo nina uhakika inaweza kukurudishia. Lakini imagine una milioni 10 useme kwamba mimi nataka kusafiri, au una milioni 20 unasafiri mwenyewe kwenda China. Milioni 20 30% ni kama milioni 6. Lakini ukiangalia gharama za wewe kwenda China, kusafiri kwenda China, this time usafiri uko juu sana, ni milioni 5 kwenda juu. Ina maana sasa hizo ni gharama za kusafiri, labda unahitaji kula, unahitaji kukaa pale wiki 2, useme uweze kusema tu unaenda siku moja kesho yake unaondoka, haiwezekani. Kwa hiyo unakuta matumizi ni makubwa sana kiasi kwamba havikutoshi wewe kusurvive. Ndio umenunua mzigo umerudi nao Tanzania, lakini ukija kuuza upate faida. Kwa hiyo usifuate mkumbo kwenda kusafiri China wakati bado hauna mtaji wa kutosha. Kuhakikisha pesa ulionayo inatosha kutengenezea faida ambayo inaweza kukizi gharama zako zote ndio usafiri kwenda China. Lakini ukiwa kwenye level za milioni